Mimi nataka kuongelea kuhusu kifo cha Ojwang. Ule alikuwa mwalimu na jinsi ambavyo mambo yamemtokea ama yamemtendekea na familia yake. Hiyo imekuwa ni hali ya kutatanisha, si kwamba kwa familia ya Ojwang peke yake, lakini hapa tukiongea kwa upande wa kura, nafikiri itakuwa na effect upande wa Nyanza. Ni kwa sababu gani? Huyo anatoka huko na Nyanza ndio ilikuwa inaonekana ngome mzito sana kwa upande wa Rais William Samoei Ruto, ambayo alikuwa anaanza nayo vizuri sana. Kwa hivyo katika ukija kuangalia ndio kifo cha Ojwang patikane, unaweza ona kwamba katika ile hierarchy ya uongozi na vile walikuwa wanamchukua, wale watu hawakuwa na protocol mzuri, because kama wangekuwa na protocol mzuri wangejua kwamba hii consequences ina affect hata leadership ya president ambaye hako. Kwa hivyo wangeichukulia kwa njia fulani, na mtu kukukosoa ama mtu kusema ulifanya kitu fulani, I think haiwezi kuaffect chochote, because kama wewe uko na pesa na ulipata vile ulipata, hakuna mtu atakunyang'anya hizo pesa zako, na hakuna mtu atakuwa kwa sababu hapa Kenya kila mtu anafanya bidii yake. Unafanya bidii yako, unapata pesa yako, unless mtu atokeza asema fulani ndiye aliiba pesa yangu, imekuwa hivyo. Lakini kifo cha Ojwang kina affect hata hiyo system ya leadership ya commission na vile ilikuwa, kwa sababu pale kuna chain of leadership, kuna kiongozi wa juu na kuna kiongozi ule wa chini. Hakuna vile mmoja atajitoa aseme hii ilifanyika kwa sababu huyu ndiye alifanya peke yake. Hiyo kitu na affect chain of leadership. Huyu jamaa alitolewa Nyanza, akitoka Nyanza amekuja paka all the way to this part, which means ako in hand of the top leadership. Na kuwa hapo ni vile wajue wenyewe vile wanaweza kusuluhisha hiyo jambo, ndio kusiwe na huzuni mwingi kwa upande wa wale wamefiliwa. Hakuna mtu mmoja anayeweza kueleza kwa ukweli huyu jamaa aliuawa na kina nani. Of course alikuwa in the custody ya police, lakini hakuna mtu ametoa ukweli ni nani alifanya hivyo. Kwa hivyo sisi hapo naona ni kwamba wachukue mwafaka, njia nzuri mwafaka, ambaye kitu cha kwanza wakuwe na wasolomanize hiyo family, isikuwe na huzuni kwa sababu tayari yule ameshaenda na yeye ndio alikuwa breadwinner kwa hiyo family. Hiyo ni kitu cha kwanza, ndio hapo serikali inafaa ichukue priority. Alafu ionyeshe watu wa Nyanza kwamba hiyo kitu haikufanyika within their desire, ilikuwa ni kitu kimetokea kwa affect wao. Ndio sasa wao na kuwe na hiyo kura za Nyanza ambao wanahitaji sana. Mimi najua Ruto alikuwa ni mtu wa Pentagon. Wakati wa 2007 yeye ndiye alisimamanga na mzee Raila Amolo Odinga. Na mimi kama mfuasi nilikuwa wa Raila Amolo Odinga, wachana saa hii. Wakati ule nilikuwa mfuasi wa Raila Amolo Odinga, kura zangu zote vile napiga kura nilikuwa nikimpigia yeye. Yeye kukosa kura ya 2007, naweza sema alikosa ni kwa sababu Kalonzo alidefect, akawaacha akaunga mkaona huyu mzaya akapoteza. So hata Kalonzo kama atasimama kura, mimi najua kuna effect ya Nyanza ukirelate na hiyo, na watakompea hiyo relationship kati ya Ruto na Raila, alafu Raila na Kalonzo. Kwa hivyo Ruto ako na uwezo kubwa kupata kura ya Nyanza ikiwa yeye mwenyewe ataonyesha kwamba hakuwa na nia mbaya na familia ya kina Ojwang. Hayo ndio mawazo yangu.